Shule najua. Na majina najua. Gani? Ya, Melo. Nimefurahi kuona sura yako. Mungu akubariki sana. Amen. Nani mwingine? Sara. Niko na Sara wengi. Kuna Sara mmoja natafutanga. Yule anakuanga mgonjwa. Ndio huyo. Ndio huyo. Asante. Nimeshukuru sana nimekuona. Lazima utoke hapa kama umepona. Nataka Sara uamini, nimetafuta hii nafasi sana nikuone uso kwa uso. Nani mwingine? Mimi mgonjwa mkuu. Sema mgonjwa utaombewa tu, nasema mtu yule ashanitumia SMS kwa simu yangu tukawasiliana. Wewe Dorcas sasa. Barikiwa sana madam. Mungu akuinue. Wewe Dennis nakujua, mimi nataka ukuje ushuhudie kwanza. Watu hawa wajue Mungu anafanya kazi. Nani mwingine? Kwa hivyo ni hao Dorcas, Sara, Melody. Kwa nyumba ule mama. Na mama mwingine hapo yule tulionana jana. Nashukuru Mungu. Na nyinyi wengine wote ambao maybe tumesikia sauti yangu na tujaonana, nimeshukuru sana, mbarikiwe. Kabla sijahubiri kwa dakika chache, hii huduma ya redio kama imekubariki inua mkono. Asante sana, Mungu awabariki. Kuna huyu kijana kuja brother Dennis. Huyu kijana mchungaji wangu kwa ndengine mwihalano embalolela hivi pasa magile chini hashirele shida lakini msiteta anga. Huyu kijana pastor, ningependa pastor aseme jambo lake kwa ufupi, na bila shaka kijana atasema kitu kidogo tu na nihubiri. Tukimwona sisi hapa ni muujiza huyu kijana. Wangapi anamjua? Si makreni bobo lai kiramu manye. Kirapasa wale kushindi kwanza hao wale kujihua jana. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii huduma ya Pastor Jared kwa redio ni huduma ambayo imefanya nimejuana na nyinyi wengine wenu. Singeweza kufika mahali mnaishi. Hata huyu kijana mwenye amesimama hapa anaitwa Dennis Onyino. Nafikiri mama yake na baba yake mtawaona hapa kesho. Huyu kijana nilipofika kwake, wakati alinipigia simu na nikamwambia, ilikuwa Jumatatu, nikamwambia niruhusu nifike Wednesday. Akaniambia mchungaji, aliniambia usiku, Wednesday sioni kama nitakuwa, sababu nimekata kauli. Kuishi katika ulimwengu huu ni shida. Nilienda kwake huyu kijana nikapata tayari yako kwa kamba, tayari nilifungua yeye kwa kamba, tayari anajinyonga, tayari tu anakwisha. Na nikaomba na yeye kwa boma lao, na mimi ndio nilichoma hiyo kamba, na baba yake na mama yake wakaniambia hata ile mti yenye imeng'olewa hapo alikuwa anataka kujinyongea hapo, tungang'oa tena tukang'oa maembe mengine hapo. Na juzi nilikuwa huko, mama yake na baba yake wanashuhudia kwamba saa hii Dennis yako tofauti kabisa. Amen. Amen. Amegeuka na anatoka ebulongesia mayai mpaka Ekatombero. Kanisa langu liko hapo Ekatombero opposite shule. Ukiona kanisa hapo kubwa, huyu kijana kila Jumapili huwa anashiriki huko kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo yeye nikisimama hapa ninaona muujiza kwake. Hata kwa hii mnaona anashughulika, anaenda kuleta hii, anaenda anajisikia vizuri kuwa mahali hapa. Wakati huo alikuwa ametoka shule hakuwa na pesa hata kulipa kule shule. Ilibidi mimi na mchungaji tukazungumza, tumerudisha yeye kwa shule mahali ambapo alikuwa anafanya kosi yake. Tumemlipia pesa, anaendelea kufanya, na akitoka huko tunamrudisha kwamba sasa ataenda kuishi Nairobi. Bwana kwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko pale hapa kufunga mkono. Amina. Haleluya. Amen. Leo nitasema siku ya ushuhuda itafika na nitasema ushuhuda wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa saa hii mimi nazaambia kwa kila mtu ambaye ako hapa, Mungu yupo. Yes. Kiamini Mungu, maisha yako itabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Huenda siku ya leo usingesimama hapa, lakini kwa mpango za Mwenyezi Mungu nimesimama hapa. Ni pale ambapo mimi nimesimama hapa, najua ni pale patakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
narudishia shukrani Pastor Brandi, amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Narudishia shukrani Pastor Jared, pia amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Mimi pia narudishia nyinyi wote shukrani kwa kufika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Najua siku ya leo kila mtu ambaye amekuja hapa ako na kila sababu ambayo imemleta hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi acha kazi yako nyumbani ukuje pahali hapa kwa mzaa. Bwana Yesu asifiwe. Pia niko na imani vile utatoka hapa lazima kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya ushuhuda vile itafika, nitasema ushuhuda wangu na najua kila mmoja atafurahia. Na mbarikiwe. Amen. Pigia Yesu makofi makubwa mazuri katika jina la Yesu. Amen. Mimi nikiona huyu kijana naona muujiza wa Mungu, kwa sababu saa hii ingekuwa kaburi iko kwao. Lwe mlolanga ndola na manga limokomo amishikire chilindwa chakavere wabo ulano. Na huyu kesho Mungu atamtengeneza, atakuwa mhubiri mkubwa. Kamba kuna umwami ala mulomba alava umukambi umukongo sana. Amen. Amena. Iko vitu zingine zinasukumiwa watu. Ndi vilumwa mpana. Na leo tumesema kata bisukumwe. Leo tumesema hata zisukumwe. Haitafaulu kwa jina la Yesu. Sio faula time nila ya Yesu. Amen. Amina. Kwa hivyo tuhubiri kwa dakika chache. Akambe mtidaka tindititi. Alafu naamini tutabarikiwa. Nataka tuombe hapa. Nyahu saya. Usiende kabla tujakuombea. Walatiani kusio kusaira tai. Naamini lazima kila mmoja tutamuombea. Ubirabri mulla utio musaira. Tafadhali ukule ugali huko nyuma kama umeshaombewa. Akatora achie usuma idangu ya sababu ugali tunakulanga hata kwa nyumba zetu. Kila kata usuma kulita nyumba lakini kiyo. Maombi ni muhimu zaidi. Kama sayo ni kama muhimu sana. Bwana apewe sifa. Mami yetu bwe. Na kesho ambie jirani peki ya kesho ukuje. Mkamba bolo mrende wite. Bolo mrende mkamba wite hana. Pia jirani kesho ukuje. Kesho tutapeana nguo. Kamba sio kaba tinguo. Tuko na nguo zimekuja hapa. Tinguo titreano. Na kama zijakuja zitaendewa. Sisi ro huita titio wendo. Tutapeana, kila mmoja atakuja hapa. Na buli mundo tio huita. Tuko na za watoto. Ulinde tiaba. Tuko na za wazee. Tiaba saburu. Tuko na wamama. Tiaba kae. Kubariki watu wa Mungu. Wana tikhabi kubandu bo mwana. Bwana apewe sifa. Mami yetu bwe. Kwa hivyo sisi ni kanisa ambalo tunaamini katika maneno na matendo. Mwagone kanisa subiranga mangana ne kole. Na hizi nguo zilipeanwa na kanisa la Kariobangi na tingbotia anno ne likanza ya Kariobangi baada ya kufunga siku 21. Kwa mara mfungo kwetu nyanga 21. Ngoino mfunga kweli. Huko nyumbani mnafunga kweli? Simufunga hoda. Amla tohula Januari mpaka Januari. Amla ukali kutoka Januari mpaka Januari. Manya sana yakachenda bwana wewe. Na Mungu aweza tembea kweli. Kwa kila ni mwira na zaidi. Kwa sababu mnawana zaidi. Lakini lazima muanze kufunga. Paka mwanzo kufunga. So tusimame tusome neno. Usingire kusoma lingana. Kitabu ni cha Ezekieli 37. Kitabu ni cha Ezekieli 37 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kwamba mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. Nayo tazama, ilikuwa mifupa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake.
Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukawaambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, pumzi, ukawapuzie hawa walio wawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao jeshi kubwa. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, hao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekataliwa mbali kabisa. Bwana apewe sifa. Wacha tuachie pale. Mfalme Yesu, tukushukuru, tunasema ni asante kwa siku na nafasi hii. Tunaposhiriki neno lako, tunaomba pumzi ya Roho Mtakatifu ukanene kwa niaba yetu, kwa sababu wewe ni Mungu. Jidhihirishe, na kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Naweza keti kwa jina la Yesu. Napoanza mahubiri yangu, nataka nianze na mfano mmoja. Mzee, njoo utanisaidia. Hii kikombe iko na maji haijajaa. Kombe zino zilina maji siketu yeta. Niko nataka glass ile inaonekana through. Nyere glass ile inaonekana. Lakini nimesikia mzee ana glass. Ili mbulio msakula umetiklass. Next time tukirudi pengine Mungu atakuwa amebariki yeye. Kuita urudi mwami na wena muwele. Na nataka uangalie hii kama glass yenye inaonekana ndani. Nyokolo ile glass inaonekana mkari. Na ukichukua hii glass, nataka aishike hivi kwa mkono wake. Kama umenyoka straight hivi. Fuatilia tu uangalie. Nataka mkono uwe straight. Na shika hii glass. So siku moja mwalimu alikuwa anafundisha. Mwalimu wa saikolojia. Akaja darasani kufundisha saikolojia na glasi ya maji. Na alipo ingia kwa darasa na glasi ya maji, weka mkono uwe straight. Akawaambia wanafunzi, akawauliza swali. Hii maji ni nusu kujaa ama nusu bure? Matikano kali inusu hapo vitu naomba inusu ishaya. Ungesema jibu gani? Wakachirembwe. Munda tema kutamudia siyosi. Mtu wajaribu njia yote. Mungu inasema, is it half empty or half full? Uliza ipo nusu kujaa ama nusu tupu. Mndio siyosi. Mlimi lozi. Nusu kujaa. Mtu mwingine? Sio nusu bure. Nusu ni bure na nusu iko ndani. Hakuna mtu anasema ni nusu bure. Ilikuwa ni nusu kunyabola, ni nusu iskaya tai. Iko maji. Maji kalimu. Asante, nyinyi wanafunzi wazuri sana. Now, kuna wengine kwa hiyo darasa ambayo sio nyinyi. Ulinda bandi glass yenye bala linywa tai. Wakajibu glass is half empty. Machiva mbine nusu ambe iskaya. And not half full. Sire nusu kuitula tai. Na nataka unifuatilie kwa muda mchache, sitakaa sana. Na akaambia hawa jamaa, na hawa wala baya hewano, vile ino samebeba hii kikombe. Wala ino sa kingres kombe sino. Haya, tangu alipoanza kubeba mpaka saa hii. Ola chaki kingo kwa londi. Unasikiaje mkono? Ola mbona mkono? Umeanza kulegea. Nataka ujikaze. Enyewe ikaze. Ikilegea ifike mwisho, angusha kikombe chini. Enyewe ikaze no kuno wewe amani sana no ronyes kombe hazi. Kuna pole nataka uelewe ukienda nyumbani. Since nyoe wewe no tia hizo. Usiwahi sahau kwa maisha yako tena. So mwalimu akaanza kuuliza, kikombe hiki kiwa na maji inaweza kuwa kilo kama ngapi? Mwibali na barebe kombe na maji nyangubani kilo tianga. Watu wakaanza kupeana majibu. Bandu bana majibu. Inaweza kuwa ni gramu 500. Bandu wana gramu 500. Inaweza kuwa pengine kilo 1. Bandu wana kilo ndawa. Ama gramu 300. Bandu gramu 300. Wakapeana majibu tofauti. Bana majibu kaukani. Lakini kwa mshangao wa class, kini tumhuchi si class, mwalimu akageuka akasema, mwibali amashugana bora. Mwalimu sasa akageuka akasema, mwalimu nashugana na bora mbu, uzito wa kikombe sio hoja.
Siris funeta. Asante sana, keti chini. Embumu no ihalas. Haleluya. Haleluya. Uzito wa hiki kombe sio hoja. Siris kombe siris funeta. Kwa sababu kwa hizi madakika zote Enos ameibeba. Tidaka tiosti ya hatire kombe. Uzito wa kikombe ni ule. Siris kombe ni bulia. Nataka unishike. Nyaundire. Uzito haujabadilika. Siris ugane kwa tai. Lakini muda unapozidi kuendelea. Sebitiri lokti. Na unabeba hii kikombe ya maji. Ingres kombe si ama. Nguvu zako zinaanza kuisha. Mkono unaanza kuleta shida. Mkono kwanza urereta. Na ukiambia ubebe hii kikombe tu hivi. Ingres kombe sino. Na mkono unyoroke hivi. Mkono kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kuna asubuhi. Kile kitafanyika itaangusha kikombe. Tuko pamoja nyinyi. Na kwa mara ngapi mwanadamu amebeba maisha yake? Haleluya. Mkiwa na changamoto kwa maisha, dakika moja sio shida. Dakika mbili sio shida. Lakini unapozidi kubeba shida zako, unazidi kubeba tabu zako, pasipo kumwachia Bwana Yesu, uzito unazidi kuwa mwingi, matatizo yanakuwa mengi, uchungu inakuwa nyingi, na mwisho wake maisha yako inaanguka chini. Kuna watu wengi maisha yao imeanguka. Kuna watu wanalia siku ya leo. Kuna watu wanaomboleza kwa sababu walibeba maisha yao. Lakini leo nimekuja nikuambie, kuna habari njema. Unaweza ruhusu Bwana Yesu akubebee maisha yako. Unaweza ruhusu Bwana Yesu abebe kikombe chako. Ukimruhusu akikubebea, utaona uzito kamwe. Alisema katika Mathayo, njooni kwangu nyinyi wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Ruhusu Mungu akubebee. Leo kuchinga bandu mioyo chicho. Wacha kubeba watu huzuni. Wacha kubeba hasira ndani ya moyo. Wacha kubeba wivu ndani ya moyo. Moyo wako una nafasi ya kubebana wivu. Moyo wako una nafasi ya kubebana hasira. Moyo wako una nafasi ya kubeba shida zako. Ndio maana tumekuletea Yesu akubebee maisha yako. Haleluya. Haleluya. Ukimruhusu Bwana Yesu akikubebea, maisha inafanyika rahisi. Yale mambo ambayo yanamaliza wengine hayatakumaliza. Yale mawazo yanasumbua wengine hayatakusumbua, kwa sababu Yesu yuko hai. Nimesema Yesu yuko hai. Yesu yuko hai. Yesu yuko hai. Ruhusu akubebee shida. Hiyo ndio somo la hii kikombe. Bwana apewe sifa. Ukibeba dakika moja iko sawa. Unaweza fikiri unaweza beba wiki mzima. Lakini ukikaa kidogo naona Enos anaanza mkono kufanya fanya. Maana yake nguvu zake zimeanza kupunguka. Nguvu za mwanadamu zimepunguka. Lakini kuna nguvu za Roho Mtakatifu. Ukiruhusu Yesu akujaze, kuna nguvu za Roho Mtakatifu. Zikiwa ndani yako utafanya maajabu. Zikiwa ndani yako utainuka kinyume na mawimbi yote ya maisha, na utakuwa zaidi ya mshindi. Oh, haleluya. Haleluya. Ndiposa nabii Ezekieli, maandiko yanasema Mungu alimbeba akamuingiza kwenye bonde, na hilo bonde likawa na mifupa. Haleluya. Haleluya. Openda sana uinterpreta. Muloluya lobulai bwene. Lumwinjiranga. Nako yana ni mbolage furaundi tafsiro luya lwene online. Lakini litobulai. Saba kasi sana. Ezekiel akabebwa. Ezekiel yakingwa katika roho. Na Mungu akipeleka kwenye bonde. Na muira abundu Muibanda. Haleluya. Na kwa hiyo bonde akaona mifupa. Na nyola mekumba. Na maandiko yanasema zilikuwa mifupa mikavu. Yale vianganga vyoma. Na hiyo mifupa ilikuwa imejaa. Yaani vyari vyetula. Nataka nikwambie jioni hii ya leo. Kuna watu wengi wenye wako kwenye mabonde. Kuna watu saa hii wako kwa mabonde. Ukiangalia TV kila siku, watu wanauana usiku na mchana. Siku hizi maisha yamekuwa kama kuku. Watu wanauana kama kuku. Haleluya. Ndio maana lazima tukumbushe dawa ya dhambi ni Bwana Yesu Kristo.
Oh, haleluya. Dawa ya dhambi ni Bwana Yesu Kristo. Haleluya. 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 Ukisoma Joeli 3:14 andiko inasema umati Mkanda. Umati. Haleluya. Umati. Mikanda. Umati. Katika bonde. Muibanda. Kuna watu wako kwa bonde. Na sio watu wawili. Na sio watu watatu. Ni watu wengi sana. Wako kwa mabonde. Ubonde wa uamuzi. Hawajafanya uamuzi. Uamuzi wa kumrudia Yesu. Hawajafanya uamuzi wa kupenda Yesu. Ndio maana Yesu ametutuma tukuambia habari njema ya kwamba ukiwa kwenye bonde unaweza mgeukia Yesu. Yesu ndio suluhisho. Yesu ndio silaha. Yesu ndio nguzo. Yesu ndio msaada. Hakuna msaada wa jina lingine. Hakuna jina lingine alilopewa mwanadamu limpasalo kuokolewa. Jina la wokovu, jina la ukombozi, jina la msamaha, jina la kuinua, jina la kutakasa, jina la kubariki, jina la kufufua, jina la kuinua. Yesu. Andiko inasema hata shetani anajua kuna Mungu mmoja, naye anatetemeka. Nimekuja kusema hata mashetani eneo hili yanatetemeka, hata majini eneo hili yanatetemeka. Nimekuja kutangaza kuna nguvu, kuna mamlaka, kuna uwezo kwa jina la Yesu. Na Yesu anainua, Yesu anakomboa, Yesu anaponya, Yesu anasaidia, Yesu anakomboa, Yesu anatetea. Hakuna mwingine kama Yesu. Oh, haleluya. Ezekieli akaambiwa kuna mifupa mingi katika bonde hilo. Na ukienda kwenye bonde mifupa ni mingi sana. Na kuna mifupa mingi. Mifupa inawakilisha oh, haleluya, maisha ya watu ambayo imeharibiwa na shetani. Wanasikia nikihuzunika sana ndani ya moyo wangu wakati napigiwa simu ya kwamba shetani anatesa watu wa Mungu. Na kama Yesu ametuinua, lazima tukimbie mbio, hata kama ni kufika haya. Lazima tuambie watu wa Yesu. Yesu Bwana anaokoa, Yesu Bwana anaponya, Yesu Bwana anakomboa, Yesu ndio msaada, Yesu ndio kimbilio. Hakuna msaada mahali pengine. Watu waliochekelewa Yesu anawainua tena. Waliokuwa vipofu Yesu anawaponya tena. Waliokuwa wagonjwa Yesu anawaponya tena. Waliokuwa chini Yesu anawainua tena. Waliokuwa si hawana majina Yesu anawapa majina. Watu ambao hawakuonekana hawafai Yesu anawainua tena. Walioteswa na shetani akafikiria atamalizana nao. Nimekuja kuambia Yesu aliokoa Dennis akamtoa kwa kifo, yuko hapa siku ya leo, yuko hapa saa hii, yuko hapa leo. Anaweza kuokoa, anaweza kuponya. Amini Yesu, amini Yesu, amini Yesu. Haleluya. Hatufanyi mchezo na shetani, kwa sababu shetani akikunasa hata kufanyia mchezo. Andiko inasema kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. Lakini Yesu alikuja tupate uzima na uzima tele tele. Nimekuja nikuambie, hata kama umeketi kwa hii mahubiri, unasikia ya mahubiri, anza kugusa mwili, kuna uzima unaingia. Anza kugusa mwili wako, kuna uzima unaingia. Anza kugusa mwili wako, kuna uzima unaingia. Uzima unaingia. Haleluya. Yesu ndio njia. Yeye ndio njia na pia ni uzima.
iende, bakteria lazima iende, funga lazima iende, pepo lazima iende, majini lazima iende, sababu Yesu akona uwezo. Oh, haleluya. Ezekiel akaambiwa, enda kwenye hiyo bonde ukatazama hizo mifupa, hali yao ni mbaya. Mfupa kwa kawaida ni kitu iliyokufa ikapotea, na ukitazama mfupa huwezi sema kuna kitu inaweza toka pale. Lakini Mungu anauliza Ezekia, mifupa hizi zinaweza zikaishi? Ezekia akasema, wewe Mungu wajua. Wewe uko hapa unakuko na wasiwasi, unashindwa nitapona ama sitapona, nitaguswa na Mungu ama sitaguswa. Nataka nikwambia, hata kama hali yako iko ngumu kama mifupa mikavu, nataka uamini Yesu kwamba hali yako itabadilika, ya kwamba Mungu atainua boma yako, ya kwamba Mungu atainua watoto wako, Mungu atasamia saidia jamii yenu katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Shetani amegandamiza watu, shetani ametesa watu. Kwa maana mishoni yangu na mishoni ya wachungaji wote ni kuharibu kazi za shetani, ni kuharibu kazi za uganga, kuharibu kazi za majini, kuharibu kazi za mapepo katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Kama naamini sema amen. Sema amen. Haleluya. Na niko karibu kumaliza. Nataka tuombe hapa. Na hizi nguvu za Mungu tayari lazima uende nyumbani kama umebadilika. Angalia jirani, mwambie toa shaka. Toa shaka ndani ya moyo wako. Kama kuna kitu kilizuia Yesu, sio kwamba Yesu hakuwa na uwezo. Kama kuna kitu kilizuia Yesu kufanya miujiza hata mahali alizaliwa, ni watu kukosa kuwa na imani. Watu wameniambia, sasa hii magonjwa yangu, magonjwa sio yako. Watu wameniambia, sasa hii shida yangu, oh, shida sio yako, shida ni ya shetani. Oh, haleluya. Inafaa useme, hii shida shetani ameniletea, hii shida sio yangu. Anza kuikataa, anza kuikataa. Sema shida sio yangu, matatizo sio yangu, hii kuchanganyikiwa sio yangu, ni kazi ya shetani. Maandiko inasema, mpinge shetani, mpinge shetani naye atatoroka. Glory to God. Hallelujah. Ukipinga shetani lazima atoroke. Kwa hivyo jambo la kwanza lazima ujue, lazima ukatae magonjwa sio yako, lazima ukatae changamoto sio yako. Hata kwa boma ile unaishi, kama unapitia changamoto, usiseme shida tia nje, useme shida zangu. Shida titota, shida si zako, shida letea shetani msuku, shida za shetani adui. Ngoja ndaula baba lango mkalama. Huko nyumbani walikuwa anamuita hilo jina mkalama. Omundo mkalama, omundo mubia, omundo mbisa, omundo mbisa ndu. Bwana besi. Amen. Omundo mbi kabisa umsuku shetani. Mbaya sana mshtaki shetani. Nondi kumola. Tumekuja leo tumwambie. Nondi ibeli tuko yo kumalile. Leo ni siku ya mwisho. Usuye mbitimbili tie. Jina la Yesu. Usuye bindu ya Yesu. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Lazima bikumba byose. Bikumba byose. Bikumba byose. Bikumba yote. Ebyoma kakaka. Lazima binyole tinyama. Lazima binyole tinyama. Bikumba byoma. Oh, haleluya. Lazima binyole tinyama. Bikumba bula hobulamu. Yasaya ana bulamu. Oh yes. Yasaya ana bulamu. Hallelujah. Yasaya ana bulamu. Hallelujah. Mulia na Yesu Kristo. Oh, haleluya. 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 Kenya kaambiwa, Ezekiel nabirwa, anza kutoa unabii. Chako winyo blakusi. Anza kuongelelea. Chako bora ebikumba bino. Chako kubivo, yes. Napenda hiyo sana. Chako bora bikumba bino. Anza kuambia hizi mifupa. Inyo bikumba, enyi mifupa. Unajua anazungumzia kitu isiyosikika. Nga Ezekiel aboranga shirishira uranga shira manyireta. Abantu bosi betanga mukanisa lyefu au ndugu watakuambia. Wote ambao wanaingia katika kanisa ambalo mchungaji anahudumu na unakuja tukusaidie na maombi na uisanya bahonye ndama sayo. Tuna train wewe.
kurangirira kuchetsiya ulomo bulai usungumuze vizuri uzo obolo bilayi. shikira bandu bandi balomango vi Maana kuna wengine wanaongea vibaya. kitu ya kwanza anaongea ambayo ni kwanza kusema it's shida tianje Anaongea vibaya ndio bola eminyaka no kinone ni cyane. titio wanyati tiembo ina ni titio Kama unadai ya kwamba ni zako unataka ziende vipi na ni zako. kali shida ni hiyo wanyai tiembo Kama shida ni yako unataka iende namna gani? kitu ya kwanza tunawaambia Alioranga ubabira kataa sio yako lo bashitire kichota. ulomeno mnoko useme hii hali niko ndani Ukiri na mdomo wako bora. sio yangu naikataa Ndio wanga shida yangu. hali ya shetani Niambie mmoja shetani. hiyo ni hatua ya kwanza ya kupona Ndio msio uranga lio kwa. usidanganywe na mtu yeyote Choda kati balomu. ukiwa na kidonda wenda kwa daktari Na wana kidondo cha daktari. hawezi weka dawa mpaka atoe usaa Changelo kuinya au nyalo uraum sala tapaka ine amafira. wala kwa mundu nareba kumsala mafika kashiriyo No. usidanganywe kwa ulimwengu wa kiroho ni hivyo Kada mshalo shiro ne ndio. lazima leo uitana mafira yako Ukija na hiyo usaa mpaka kufinya karule au lazima kufinya kabisa itoke. leka finywa makambo namna hii Anafinywa katika saina maina mafira karulanga Haleluya! haleluya Haleluya. amafira ka kiroho Lazima usawa esaino leo ihae toli yao kitu mnakaa hivyo. karulanga katia Haleluya! ndio step ya kwanza kupona Oh yes. shetani nombi sana Shetani ni mbaya. yango funike shidonda na mafira Nataka ufunike ile kidonda na ndio usaa. kidonda ipanuke Ndio iendelee. lakini leo tumekuja kutoboa siri Lakini kujua kwa lazima uponyaji ipatikane Haleluya! lazima watu wa Mungu wapone Oh yes. haleluya so jambo ya kwanza lazima utoe lugha chafu kwa mdomo wako oyinie matamusha mabi mu shida yanje shida yangu ili familia yefu yo naimbi jamii yetu ni mbaya wamenyamu nao naishi hapo bandu befu yaba na ababi watu wangu wetu ni wabaya weso oli musho noli weso olombi asiacha wewe ni mbaya maana uko abana banje babi watoto wangu wameharibu basi vile umesema hivyo paka babie vile umedai kuna nguvu za mauti na kifo kwa ulimi unaenda mbali kwa kupona ndio bidamu kulimi bwana apewe sifa nore wako shindu ambeka shindu ndenye ngule kulisukuma ukiulizwa nisaidie kitu ninunue sukuma ndokola mwana ndo vi ndo ma sao ma basi wewe utakuwa kama mifupa mikafu yofa wainge vikumbe viumbo katanwali noli nenda hamsini obwene mwili leso likuwa nomba hamsini nekora hata ukiwa na hiyo 50 ambayo umeficha leso itaanguka ama hiyo 50 itapotea mochaka bane ndamanyanga ndahaeta mamu la hamsini nenga ikwiye ningejua ningepea tu huyo mama lakini imeanguka. Bwana pesi. Lazima tuondoe mazungumzo mabaya. Omuda kusayira ma simbolo simbi. Mbona ndikenya kutekusaya. Nataka tuone hapa lazima ishara ionekane. Amen. Angali mwanende bilo leshe. Bwana pesi. Amen. Sio kukala kabiyanje bikuluma ingota. Au tarudi mbaro mkuu. Ngeko kala bikuluma. Ndio tumekataa. Tuketa witness. Tumekuja nini? Sikuti kuja tingo kota. Kuja kula kuku. Nairobi ya kutingo kota liyo. Nairobi kuna kuku. Obusuma bulio. Gani kuku? Bwana pesi. Amen. Witness ana baba birenge bahone. Amen. Abana lengo biri bahone. Amen. Abana matatizo fulani batiba lenya sana. Amen. Bado mkimbilia Mungu. Lakini lazima uchake kwenda imani. Ulobe na lisura. Uanze kuondoa mazungumzo mabaya. Oinie amahuwa mabi. Zungumzo ya pili mbaya nikwambie kwa haraka sana. Anaana amahuwa mabiko kanga bire Kama kuhira. wewe umeshaizungumza kinyume. Nwabola oshibeka. Nwabola hu bane. Utasema shida tino tia hanze. Hizi shida zitaniangamiza. Hata kusaide titiata. Ala tukikuombea umwako kwa bola tia khwira. Lazima mdomo wako ulikiri kwa kufulu khaba ngabulisa. Kwa hivyo kifo kinakutafuta kila wakati. Paka lofwa. Lazima utakufa. Wewe urule mbindi hivyo. Nataka utoke hapo. Olinya sai ndabanda bola kuno muno. Useme kwamba iwapo nilisema kwa mdomo wako lufulu na lonzire. Yapo shida zitaniangamiza. Oh yes. Hallelujah. Oh yes. Basi kata kusaya nyangaina. Tukiomba sasa hivi olifuyo chini kumalakuta. Hiyo mauti na utakombolewa kwa jina la Yesu. Amen. Lazima tukwambie hizo vitu ndio usije kusema tu acha mkutana tu kuona Mungu. Unaomba vile paka Mungu kuona Mungu shikira hujafanya vitu zingine. Au ushauritia sai chache ushirokole vindu fulani. Wenyango kushirika na mafira
unataka tukutibu na uzaa. Bwana apewe sifa. Amen. Abandi mwikayano ne mubolo bikubana baba. Mmekaa hapa na mnazungumza kwa watoto wenzako. Mubolo bikubasatsa baba. Unaongea vibaya kwa uume wa watu. Nikakulola kuniko kwelola. Kuone ndio huko. Niko kulanga kwaola. Unajiona ya kwamba kumefika. Mawenyanya zao kasi. Unataka Mungu akwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu nisamehe mazungumzo machafu. Nisamehe moyo wangu ni mbaya. Nimejaa wivu ndani. Nimejaa matusi ndani. Nimejaa mambo ya fai. Nisamehe Mungu wangu. Sasa sisi tukiomba lazima ishara ionekane. Lazima Mungu atatenda. Bwana apewe sifa. Na sababu Ezekiel aliambiwa ya kwamba enda tafsiria mifupa mikavu zipate nyama, zipate uhai. Na ndio tumekuja kusema hapa ulimundu witire mkutano kuno, lazima upate uhai, lazima upate nyama, lazima ukuinuliwe tena, lazima ubarikiwe tena. Kama unaamini simama kwa miguu yako. Hallelujah. Kama unaamini simama kwa miguu yako. Oh, hallelujah. 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 Amen. Amen. Nataka tuombe. Siku moja tulienda crusade Kuisero. Nyanga ndio mkampo unaweza Kuisero crusade. Basi nafikiri bado unakumbuka hiyo crusade. Nakumbuka. Na tuliombea watu wagonjwa wengi sana. Aha. Na zaidi ya 10 walipona on the spot. Yes. Abantu baombe baona rata abwene na abwene. Sasa huyu alikuwa pia. Eswane mkaluka sirinyenge golai. Hadi ni wako la hadi nyanga. Yes. Mpaka baone. Lazima hula. Amen. Amen. So nataka kufanya hivi. Ndio wale sino. Tutafanya hivi. Unaona kule. Tutawaombea kila mtu mmoja mmoja. Kuna saira utakuja hapa. Unasema shida yako. Wabolo mnyaka noko. Tunakuombea. Kusaira. Na ukitoka kwa mimi na huyu. Noro la usiende uno. Utakuja hapa. Otia ya. Sasa huyu atasimama hapo. Bakandu na la sinjira. Na huyu. Ndio uno. Watasimama hapa. Wala sinjira ya. Unaombea mara ya pili. Osairo ndo akabiri. Ukitoka hapo. Noro nao. Notiari. Unaenda pale. Hapo ni mahali pa kusikiza. Abana lanu okuyulira shinga uliranga. Shinga uliranga. Ishari shirenge no chako khola namuna. Shibere shirenge no chako kutema ko kuratsa kidogo ndesi jakro kuona naomba. Ora shitsuna. Ora shitsuna. Ora riata kaluhana. Rudi hapa. Kaluhana. Rudi kwa daktari hapa. Rudi hapa. Aha. Enga shikubaya zao. Chulumba kaluhano. Kalugatsa. Hanu kusaye. Saya. Notiaria. Notiaya. Notiaria. No kalugaya. Na nobralia. Nobralia. Nobralia shitsuna ngolenzile. Ilikuwa inauma na vile. Sasa ino ndo lata kwa landi chibula shitsuna hata. Naona yaiuma. Notiaria. Unaenda pale. No chako kuitsomia mwana. Naanza kushukuru. Tuko pamoja. Hallelujah. 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 Kaya tanya sai sana. Nampenda Yesu. Shialeta hudaunta. Shiansija umwa kanje. Shiangwisi ya kunyasai unoka. Nyasai cha kuisija kumukambi na mahuwa. Andi nyanga ino shiangwisi ya kuta. Andi nyanga ino. Lazima hata mwangusha. Abandu muona. Uhuda kuone. Na si kupona peke yake. Kuona kuone. Unaweza kuwa umekuja na shida tofauti. Witira ndo mnyaga no kundi kwa. Witira moyo wako kusinyike zaidi. Umekuja moyo wako umegadhabika. Wala kanjeza mkutano yuko. Wacha tu niende huko mkutano. Niende kwa Pastor Jared uno. Niende nione huyu Pastor Jared. Sinyike sana ni jirani uno. Nimegadhabika na huyu. Sinyike nende mama undi uno. Nimegadhabika na huyu mama. Sinyike no mundula. Nimegadhabika na huyu. Lakini kanzia kutando ye bwana. Lakini wacha niende nione tu jamaa. Nuru moyo kuone. Ukisikia moyo umepona. Notiaja. Unaenda pale. Notiaja kuichomia. Na unaanza tu kushukuru. Moshi linendea makuwa mu moyo. Kama bado Kaluhano. chungu ndani ya moyo. Sisi kurere ifwani. Sisi ruita. Bwana apesi. Amen. Nataka uinue mikono zako mbele za Bwana. Ndio chingula mikono chembere wa mwana. Na hiyo mikono unapoinua, ndio no chingula mikono chio. Mwambie Bwana kama kuna jambo lolote. Ndio mwame kama lolote liko alios. Ambazo leza zuia muujiza wangu. Ndio wekara obongo bwana. Ambazo leza zuia baraka zako. Ndio wekara igabiangi. Ambazo leza zuia Roho Mtakatifu. Ndio wekara Roho Mtiendo kutembea ndani yangu. Uchenda msie. Naomba kwa jina la Yesu. Sasa mdada Yesu. Unisamehe Bwana. Umbero Bwana. Omba ile ombi, omba ile ombi. Sayo. Melati mpaka sina sai. Samehe Bwana. Samehe dhambi zangu. Samehe dhambi zangu. Kama kuna jambo lolote ambalo leza zuia mkono wako uniguze. Samehe Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. In Jesus name. Mwina la Yesu. Mwina la Yesu.
Mliale Yesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ore Yesu. In the name of Jesus. Mliale Yesu. In the name of Jesus. Mliale Yesu. Tunakupenda Bwana. Akwero mwana. Oh, tunakuinua Mungu wangu. Ukingulango mwana. Watu hawa ni watu wako. Bantu bano n'abantu bo. Umewatoa sehemu tofauti. Baini ekimbe kati yao. Umewaleta hapa Bwana. Barerano mwana. Wako na imani kwa jina lako. Elisura mlila leo. Ulisema ishara na miujiza Obole mnyoro na mangalimo. tambatana na wanaoamini. Londa nande basubi. Wameamini jioni ya leo. Basubira mkolo bantu. Kumbuka kila mmoja. Itura bilishamlala. Tunapowaombea Mungu wangu. Ndumba kubasairo mwana. Omba Yesu kawaguse. Umwamo batira. Omba Yesu kawainue. Mwamo bachingule. Omba Yesu kawashughulikie. Yesu bakala abanere. In the name of Jesus. Mliale Yesu. Kama mtakuja tu mmoja mmoja, Mlala mlala. basi utasimama pale Mlala na mlala. brother Nganye. Mlala Na wewe mlala. kama hujafikia, ombea tu mahali ulipo. Usiangalie mtu, ombea tu mahali ulipo. Saidi kila mtu tutafute Bwana. Ulishamlala kwenye abo mwana. Mungu ako tayari kutugusa. Mwama uwele kesho kutira huo. Sasa Simon, songa hapa. Utasaidia group ambayo itakuwa hapa. Bwana pesi. Amen. Naamini Mungu anatusaidia. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hapo tunakuombea, tunaanzia hapa. Chakrano. Nataka usikize vizuri. Tunaanzia hapa, tunakuombea. Chakrano kusaira. Notialani bakumeta Masai. Anotiale anakuongezea maombi. Bakumeta Masai notiale. Kienda pale sasa Abwena no kuiwia. ni kutisikiza. Kulingana ulikuwa na shida gani? Kulingana na shida ambayo No ulikuwa ulanga unapambana shida nayo. hii wewe notia. Abwana Ukisikia kwamba shida yako imeisha, unaenda pale kuna mchungaji. Uitomyo mwana. Unaanza kushukuru Bwana. Eshi linokalu kataurarya tawe. Na iwapo shida yako bado inakusumbua, Lazima ushike imani. ulotile lisuba. Lazima shida iwe. Uloti mnyaka no kuwe. Hallelujah. Hallelujah. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu, mwa Yesu. imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu. There is power, Power, wonder-working power In the blood, oh precious blood of the Lord Jesus. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. Ken, utasaidia huyo kuchukua hii. Oh Jesus. Chukua hii video, nataka ndugu atusaidie kuomba. Brother, utaenda kwa ile koma. Watu wale wanatoka pale wakipitia kwako, wanapata pale Pastor Agape. Wengine wote ombeni, ndio mkono zako uendelee kuomba wakati hao wanakuja. In the name of Jesus. Tunakushukuru tukijua ya kwamba pasipo wewe Baba hatuwezi. Asante kwa sababu wewe ni Mungu anayeweza kila jambo. Father, in the name of Jesus, we release your power now Asante kwa sababu ya upon our back, Lord, in the name of Jesus. God of miracles, signs and wonders, manifest your power now in the name of Jesus. Touch our back, O Lord. Touch our feet, O Lord. In the name of Jesus, we pray and believe. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Tiamama mkongo kukuonanga, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu, ninakataa mapepo ya kugandamiza hivi siku katika jina la Yesu Kristo. Wachilia baraka zako katika maisha yake. Baba, wacha muujiza wako kufuatana pamoja na yeye. Anaponya sasa katika jina la Yesu Kristo. Hii mikono inanyooka sasa katika jina la Yesu. Inanyoroka sasa katika jina la Yesu. Inanyoroka sasa katika jina la Yesu. Asante Bwana. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru. Wewe ni Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza. Miguu ile ikabili mikononi mwako. Tenda ishara na miujiza. Wachilia uponyaji Bwana. Asante kwa nguvu zako. Nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za uponyaji Bwana. In the name of Jesus, we pray and believe. Amen. Amen. Enda pale zidi kuombewa. Washukuru Mungu tunapoendelea. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Bwana.
Unajua mahitaji ya moyo wake, mfalme wa ajabu. Tunamwombea jioni ya leo, mfalme wa ajabu, kutana na maisha yake. Baba, umetuleta hapa kwa sababu hii, mfalme wa ajabu, na kwamba Bwana ukijidhihirishe mwenyewe jinsi ulivyo mwema. Nasema sana kwa sababu ya watu wako. Wewe sifa uinuliwe sababu ushindwa. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, we honor you, Lord, we bless your name. I commit your hands in Jesus' name. Guza sana Mungu wangu mponye. Ugonjwa kila mfalme wewe wajua. Wengine wa moyo Baba, wengine wa watu unajua. Natangaza kwa jina la Yesu. Nikizungumzia wewe ugonjwa, vile Ezekia alizungumzia mifupa. Na utangazia sasa hivi ugonjwa wewe ondoke katika maisha yake. Kila aina ya unyonge, kila aina ya udhaifu, itoke sasa. Itoke sasa. Itoke sasa. Itoke sasa. In the name of Jesus. Kila aina ya udhaifu, kila aina ya magonjwa shetani, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. In Jesus' name we pray. Amen. Amini Mungu anakugusa. God is touching you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Asante Bwana majeshi, asante kwa uwezo wako. Wewe ni Mungu, wewe ni kiongozi. We love you, Jesus. We praise you, Lord, in Jesus' name. Tunakataa kila aina magonjwa katika jina la Yesu. Wachilia awe free katika jina la Yesu. Set you free in Jesus' name. We set you free in Jesus' name. We set you free in Jesus' name. Asante Bwana majeshi. Yesu asante kwa uwezo wako. Baba mguze mfalme. Ponye Jehova katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu wa ajabu. Asante Bwana majeshi. Wewe sifa Baba inuliwe. Asante Bwana majeshi, asante kwa uwezo wako, asante kwa mamlaka na ushindi. Wewe ni Bwana, wewe ni kiongozi, wewe ni mlinzi, jina lako lipewe sifa. We love you God, we praise you, we worship you in Jesus' name. Asante Bwana majeshi, asante kwa uwezo wako. Sifa Baba inuliwe. We love you God, we praise you, we worship you Lord. Asante Bwana majeshi, asante kwa uwezo wako. Mwamba majeshi, wewe ni Mungu. Nakabidhi huyu mama mkononi mwako Bwana. Unamjua, unamtambua. Mfalme wa ajabu, maisha yake kwa mkononi mwako. Yesu ninamwombea, endelea kumbariki huyu sababu wewe ni Mungu. Wacha uwezo wako mamlaka na ushindi wa ajabu ukaweza kuonekana katika maisha. Kwamba majeshi wewe ni Mungu. Mfalme wa ajabu, mchana wa leo jioni ya leo zungumza na maisha yake. Kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa uwezo wako. In Jesus' name we thank you. Hallelujah. Asante Bwana. Oh, likomozanta wa maseka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We praise you, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Asante Yesu. Jenda tuiseme. Asante kwa nguvu zako. In the name of Jesus. Lord, we worship you in Jesus' name. Amen, amen. Asante Bwana majeshi, asante kwa uwezo wako. Oh Lord, we thank you Lord, we thank you. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu, nazungumza kwa hii macho katika jina la Yesu. Baba, uliweka wenye vipofu, mfalme wa ajabu, ukafumbua macho katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya huyu mama. Mwamba majeshi, nimekuza macho yake katika jina la Yesu. Acha hii macho ikaweze kuona kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Wachilia baraka zako, wachilia ushindi wa ajabu katika jina la Yesu Kristo. Mapepo ya kufunga macho katika jina la Yesu, ondoa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana majeshi. We love you, praise you Lord, we worship you. In Jesus' name we thank you. Asante Bwana majeshi. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Asante kwa ajili ya mama huyu. Unamguza, unamsaidia, unamponya Bwana. Baraka anatembea kwa miguu, yanainuka mpaka mwili mzima. Tunayakataa na kuyapiga kwa jina la Yesu pale kushinda. Wacha leo iwe siku ya mwisho, ashuhudie mkono wako kwa jina la Yesu tumeomba. Umetaja mama tiaje. Tiaje tutoke sasa ngoje. Hallelujah, hallelujah. Asante Bwana majeshi. Viungo vya mwili wake Mungu anajua, mfalme wa ajabu. Wacha nguvu zikaweze kuingia sasa katika jina la Yesu. Wacha uwezo wako, mamlaka na ushindi wa ajabu ukaweze kuonekana. Inakuabudu Bwana majeshi. Nasema asante, wewe ni Bwana. Wewe ni kiongozi, wewe ni mlinzi wa ajabu. Jina lako lipewe sifa. Jina lako liinuliwe. Bwana majeshi, wewe ni mwamba. Bwana mfanye
Yatoke kuanzia sasa katika jina la Yesu tena, katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa sehemu thank you Lord in Jesus name. Asante Bwana majeshi. We love you God, we praise you, worship you in Jesus name. Wewe ni Mungu mwenye ushindi, Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Sifa na utukufu ni zako. Asante kwa uaminifu wako. In Jesus name we pray. One mama tiacho niwitsome mwami. Haleluya. Mfalme wa ajabu katika maishani mwake Bwana. Mungu wangu kamponye pale mwenye nguvu magonjwa ambayo iko katika mwilini mwake. Ninakataa siku ya leo kila viini za magonjwa za kuandama huyu mama. Tunakataa hizo viini katika jina la Yesu Kristo. Tunakausha viini za magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Yesu mguse Bwana. Baba mguse Jehova, ponya nyama ya mwili wake. Na kikata zidi kuabudu na sifa na utukufu zitakurudia Bwana. Asante Mungu. Unastahili Bwana, unastahili mtakatifu. Asante kukonyu Mungu, asante kumsaidia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. John Nyasa mkonya. Mwamba wangu unajua huyu mama Jehova mtakatifu. Taji la moyo wake Jehova mtakatifu nalijua pema. Mungu wangu tunakuomba Jehova mtakatifu kaweze kukutana nayo. Yale ya shetani tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Nekapate kushindwa. Jidhihirishe katika maishani mwake. Jidhihirishe katika mapito yake Bwana. Mungu wangu usimwache siku ya leo. Mtetee mfalme mwema. Haribu kila nguvu za giza katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana majeshi. We thank you Lord. We thank you Lord. We thank you Lord. We thank you Lord in Jesus name. Thank you, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Jesus, we thank you. Mfalme Yesu tukushukuru, tutasema ni asante. Wewe ni Mungu mwaminifu, Mungu wezaye mambo yote. Mama huyu tumkabidhi mikononi mwako. Pamoja na mzee wake unaweza mambo yote Bwana. Mfalme tunaomba kwa jina la Yesu, wakipata fedha Mungu wangu zikae kwa mikono yako. Shetani wa kuaibia usiku na mchana. Kwa jina la Yesu apate kushindwa. Kwa jina la Yesu ashindwe. Kwa jina la Yesu ashindwe. Fungua fedha zao, fungua maisha yao, fungua mtoto wao. Anapoenda kalia mtihani, apite kwa jina la Yesu. Ushuhuda itakuja siku moja wakisema kwamba waliamini ya kwamba Yesu katenda. Heshima na utukufu ni zako. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mama wakusai. We love you, Jesus. We praise the Lord. Kila roho ya shetani, kila nguvu za giza, kwa jina la Yesu pale kushindwa. Kataa madhabahu ya giza, kwa jina la Yesu pale kushindwa. Saidia maisha yake, saidia Yesu. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Taja bakusaide hani. Amen. Tiyo kuitomya mwami mamuli yao. Amen. We sanctify the Lord in Jesus' name. Nakabidhi Josephat na Almasai mikononi mwako. Na wajua mahali walipo tunawaombea. Nguvu zako hazina mipaka. Una nguvu na mamlaka ya kupita maeneo yote ya nchi hata dunia. Waguze mahali walipo. Tupate mabadiliko. Tupate simu za kusema ya kwamba Bwana tulipoomba uliwafanyia muujiza, uliwafanyia ishara. Wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa nguvu zako. Wainue chini, waponye Bwana. Waguze Mungu wangu. Una uwezo na mamlaka. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Enda kushukuru Bwana kwa kuombea pande ile. In the name of Jesus. Jesus, we thank you, Lord. We praise you.
Baba, nasema ni asante kwa sababu ya uwezo wako. Unajua mahitaji ya moyo wake, Mungu wa Israeli. Baba, tuzungumze pamoja na moyo wake. Usamehe makosa na dhambi kwa jina la Yesu. Acha uwezo wako Baba, mtendee kukuze maisha yake Jehova. Kukuze maisha yake Bwana. Yaani shetani tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Tukapate Baba Kristo. Bwana Lord. Bwana Lord. Bwana Lord. Jina la Yesu. Kumbuka Bwana watoto wake. Yes. Haleluya. Mtu ambaye amewafunga katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Wanafunguliwa. Wanafunguliwa. Watoto wanafunguliwa. Wanafunguliwa. In the name of Jesus. Wanafunguliwa Yesu. Wanafunguliwa. Vifungo za wanadamu. Vifungo za wanadamu. Zinakatika. 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 In the name of Jesus. Father, we thank you. We bless you, God. Yes, Lord. Unakumbuka mama huyu. Atatoa shuhuda. Atakutumikia. Atakuishia. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Enda part 2 pale. Hallelujah. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Ewe sifa Baba inuliwe. Oh, hallelujah. Hallelujah. Falme katika jina la Yesu. Tunakushukuru, tunasema ni asante. Miguu ya mama huyu tunaiombea. Mikono tunaiombea. Ikuze kwa jina la Yesu. Wachilie nguvu zilizofufua Kristo zikatiririke ndani ya mwili huu katika jina la Yesu. Wachilie uponyaji, aone utofauti, uchungu upoe, magonjwa itoke, magonjwa itoke kwa jina la Yesu. Magonjwa itoke kwa jina la Yesu. Shetani wa kumnasa kwa njia ya magonjwa, kwa njia ya miguu, kwa njia ya mikono, tunakataa kwa jina la Yesu. Ikapate kushindwa. Baba muinue, Baba msaidie. Wewe ni Mungu mwenye uwezo. Tunasema ni asante. Ni kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tunahusu na Nyasaye. Zakutira hu in Jesus name. Asante Yesu. Mungu wa Israeli, Bwana, tunamuombea miguu yake mfalme. Munaitambua Yesu Kristo, weka mwili huu nguvu sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba, mapepo ya kunywa hata damu ikaweza kushindwa katika jina la Yesu. Wacha uwezo wako, mamlaka na ushindi wa ajabu ukaweza kuonekana. We love you God. We praise you in Jesus name. Tunasambaratisha sana katika jina la Yesu. We thank you Lord. We praise you in Jesus name. Ila ujanja wa shetani, ila ujanja wa Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sanctify the Lord, we worship you. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh Lord, we thank you, we thank you, we thank you, Lord, we thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We sanctify the Lord, we worship you in Jesus' name. Mfalme Yesu, tunakushukuru. Wewe ni Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, Mungu na uwezo na nguvu na mamlaka. Dada huyu namjua Bwana, tunamwombea. Naomba Bwana majeshi ukamguze, guza jamii yake,